Mara baada ya taarifa ya klabu ya Yanga jana kutoka kule kasi ambako walipeleka malalamiko yao juu ya bodi ya ligi TPLB, lakini pia shirikisho la soka Tanzania TFF pamoja na klabu ya Simba kwa kile ambacho kimetokea mwezi uliopita tarehe 8 kwenye dabi ya Kariakoo. Wengi wameonyeshwa na kuipongeza Yanga kwa kile kilichotokea, wakidai wameonyesha ukomavu wa kisoka na kuona kuna haja ya kuzifuata kanuni ambazo zimewekwa na mpira, ili kuendesha mpira wetu kuliko kutumia busara ili kuweza kusovu kinachoendelea. Maana busara kuna siku inaweza ikatupelekea pabaya. Mtu anaweza kafanya kosa ambalo linapaswa kumshusha daraja, lakini ikatumika busara, mwisho wa siku haitakuwa ligi tena, bali itakuwa ni kama mchezo tu wa kawaida, hususan kwenye ligi yetu ambayo mpaka sasa hivi inaonekana ni ligi nambari 6 kwa ubora Afrika, so just imagine afu mnatumia busara kwenye kusolve mambo yenu, inakuwa haipendezi. Ni ligi ambayo inalipa sana, na ndio maana ukianza kuangalia wachezaji wengi wa kigeni hata kutoka magharibi mwa Afrika huko, ambako ilikuwa ni nadra sana kwa kipindi cha nyuma kuja kucheza Tanzania, but nowadays wanakuja kucheza kwa sababu hela ipo. Je, kipindi hicho ambacho ligi yetu ilikuwa inajitafuta akina Stefano Aziz Ki, ungewaona kweli kwa kiwango chake? Hao tungekuwa tunashuhudia kuwaona tu kwenye TV wakicheza timu za Al Ahly maybe, labda nchi ya Morocco huko, au kwenda pia Ulaya, sana sana ndo wanaendaga nchi ya Ufaransa. Lakini sasa hivi wapo Tanzania akina Jean Charles Ahoua. Hao wote ni viwango au ni class A players ambao wangekuwa wanacheza nje ya Afrika. Lakini kutokana na kwamba Tanzania pia sasa hivi imekuwa ni ligi ambayo inalipwa vizuri, wachezaji wanalipwa vizuri, ndio maana wanakuja kucheza Tanzania. Sasa iweje uanze kutatua matatizo ya kimpira kwa kutumia busara? Lazima kanuni zitumike ili kuweza kupata haki ya yoyote anayedai haki yake. Sasa taarifa inasema kuna namna Yanga Sport Club wametupatia funzo ambalo linakwenda kubadilisha moja kwa moja muundo na mtindo mbovu wa uendeshaji wa ligi yetu. Alikuwa anangojwa shujaa mmoja mwenye nguvu kulifanya hili, na hakuna mwingine zaidi ya hawa vijana wawili wenye maamuzi na soka leo. Yanga Sport Club wamekuwa waanga wa kwanza wa kudai kanuni na sheria kwenye ligi. Ingekuwa aibu kwenye taifa letu kuwa na watu wakubwa wenye nyadhifa kubwa kwenye shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF, na aibu tungeiendeleza kwa kukubali busara kuwa sheria, huku kanuni na taratibu ziwe kwa Kagera Sugar na Mtibwa Sugar, hali ya kuwa kwenye hili taifa tuna mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ambaye ni Engineer Hersi. Kama sio Hersi kusimama kidete kwenye kuzilinda klabu zote Afrika, ni nani mwingine? Ukiangalia kwenye hili sakata, rais wa Yanga amekuwa akivaa kofia mbili kubwa kwenye soka la Afrika. Hivyo kama atashindwa kutatua changamoto ndogo kama hii ambayo ipo nyumbani kwake, je, ikitokea kwa Al Ahly itakuwaje? Itoshe kusema mpira bila ya busara inawezekana. So hayo yalikuwa ndo maoni ya mdau ambaye aliona kwamba kilichofanywa na Yanga ni kitu ambacho kilitakiwa kifanywe muda mrefu sana, ni kama tumechelewa. Lakini tumshukuru Engineer Hersi kwa hiki ambacho amekifanya. Ni uamuzi wa busara, japo utakuwa unaumiza upande mwingine wa watu ambao wanapenda busara, lakini mkae mjue huyu
ni mwenyekiti wa vilabu yote Afrika. Sasa iweje aamue maamuzi ambayo hayafai kwa klabu yake? Na je, ikija kutokea kwa klabu nyingine ambayo inahitajika msaada, labda klabu ya nchi za nje kwa Lahari au Mamelodi Sundowns, angefanyaje? Maana yeye ndo mwenyekiti wa vilabu vyote Afrika, akiwemo na Simba huyo huyo ambaye mpaka sasa hivi wanaburuzana mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi. So mimi mwenyewe nampongeza kwa kile ambacho amekifanya. Ni uthubutu, uthubutu kidogo, kwamba ameamua kuonyesha kwamba hata kama wao wakija kukosea, basi itumike kanuni na sio busara. Lakini watu wengine watashindwa kumuelewa kwa sababu wanaona ni kama analichochea shirikisho kwa mahakama ya usuluhishi au FIFA kwa kile ambacho kinaendelea hapa ambacho walikuwa wanafanyana. Lakini ni vizuri ukatibu tatizo mapema kabla lijawa kubwa. So hiki ambacho kimefanyika sasa hivi ni kama tu Engineer Health na Yanga wamewakumbusha TFF kwamba hata wao wakubwa Simba na Yanga wakikosea hawahitaji busara, wanahitaji kanuni itumike. Wakati hayo yakiendelea huko upande wa Yanga kuwashtaki hawa ndugu kasi, lakini jana ilipigwa mechi moja matata kwenye upande wa CAF Champions League, ambapo iliokutanisha wakongomani wawili ambao walicheza kwa mafanikio makubwa sana hapa Tanzania, hususan kwenye vilabu hivi viwili baina ya Simba na Yanga. Hawa wachezaji jana, timu zao ambazo wanazitumikia sasa hivi, jana zilikutana kwenye CAF Champions League, mechi yao ambayo imechezwa saa 4 usiku nchini Misri, ambapo iliwakutanisha Pyramids na FAR Rabat, ambapo wote tunajua Pyramid Mayele yupo anakipiga pale, lakini FAR Rabat yuko pale Inonga anapiga pale, ambaye alitoka Simba. Sasa bwana, mechi hiyo imeisha kwa Pyramid kushinda magoli 4-1. Just imagine. Na ndani ya magoli hayo yote 4, Fiston Kalala Mayele ametupia kamba 2. So unaona ni jinsi gani ambavyo Fiston Mayele nyota yake inaendelea kuwaka. Wengi wanamtabiria, wanamuona kama anaenda kucheza Ulaya. Kama hatatoka kwenda kucheza Ulaya, basi nyota yake itazidi kuwaka kiasi kwamba kwenye hiyo timu ambayo anacheza sasa hivi, kama hatakuwa na mapenzi, maana offers zitakuwa ni nyingi sana, kwa sababu ameonekana ni msaada mkubwa sana kwa timu yake ya Pyramids, tofauti na kipindi kile ambacho alikuwa anafika kidogo. Kuzoea mazingira kulimchukua muda mrefu sana, kiasi ambacho pia Watanzania wakatoka wakaongea mambo mengi sana. Lakini sasa hivi mwamba ameiva na anafunga na anaisaidia timu yake. So tutegemee kuona next stop yake inaweza ikawa ni Ulaya, kwa sababu uwezo wa kucheza Ulaya nao bado umri wake unaruhusu, japo umeshaenda, lakini si hivyo sana. Anaweza akacheza Ulaya tena kwa mafanikio makubwa tu. So let's keep waiting, tuone Mayele ataishia hapo hapo Pyramids na kurudi Tanzania either au kurudi Kongo tena. Lakini mimi simuoni akirudi huku tena, yani simuoni kwa msimu mwingine akirudi huku kwenye nchi zetu za Afrika Mashariki. Naamini ataendelea huku kupigana kwenye nchi za magharibi au kwenda Ulaya kabisa, kwa sababu kipaji chake na kiwango chake bado kina muendelezo, tunaita consistency. Consistency siku zote huwaga inatumika pale ambapo unaanza kwa low temper, lakini bado unakuwa ni yule yule, kwa sababu hata yeye alipofika Pyramids kutoka Yanga, he started in low temper but now amekiwasha. So hiyo ndo tunaita muendelezo au consistency ambayo Mayele amekuwa akifanya na timu yake ya Pyramids. So jana Pyramids wameshinda goli 4-1 dhidi ya FAR Rabat. So hapa sasa nahisi tupigie mstari tu kwamba Mayele tunaenda kumkuta nusu finali this time around, anaenda finali. So tuone ni nani atakutana naye huko nusu finali, afu tuone je finali atafika.
tunaweza tukashuhudia wapinzani wapya kabisa kwenye fainali ya mwaka huu, sio kama mwaka jana tena. Maana mwaka jana tulishuhudia fainali ambayo iliwakutanisha Esperance na Al Ahly, lakini sasa hivi tunaweza tukaenda kushuhudia fainali ambayo inaweza kuzikutanisha timu tofauti kabisa. Maana Al Ahly jana kashinda goli moja tu mbele ya Al Hilal Omdurman. Sasa unaona jinsi gani ambavyo hii ligi inazidi kuwa ngumu. Na jana pia kulikuwa na mechi ya SM Alger, lakini pia na hawa ndugu walikuwa wanacheza na Orlando Pirates. Jana Orlando Pirates ugenini kapata goli moja, just imagine. Lakini pia kulikuwa na mechi ya Mamelodi Sundowns ambao pia walikuwa wanacheza na Esperance. Mamelodi Sundowns jana kashinda goli moja. So tusubiri next round itakuwaje na ni yupi ambaye ataibuka mshindi wa jumla na kwenda hatua ya nusu fainali.